BMP TV Professional Update. Waendeleaje ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, mara tena sasa Mr. Orange tunazidi kuwakilisha vyema uwanja wa BMP TV Online. Tunazidi kusogeza karibu na update zetu za kila wakati ambazo zinakufanya kufahamu taarifa ambazo zinazidi kuendelea katika dunia ya sasa. Ambapo BMP TV Online ni ulimwengu wa teknolojia ambao unakufanya ufahamu update zetu kila wakati kutoka kuta nne za dunia. Na huu ni muktasari wa habari. Mkuu wa polisi Kenya asimamisha kazi maafisa waliokuwa kazini wakati jamaa aliyekuwa rumande alipofariki. Endelea kufurahia update zetu kila wakati. BMP TV Online tunazidi kukupa mambo ambayo yana shamsham na kufahamu updates kutoka kutani za dunia. Habari kamili. Mkuu wa polisi nchini Kenya amemsimamisha kazi mkuu wa kituo cha polisi pamoja na maafisa wote waliokuwa zamu wakati mwanaume mmoja aliyekuwa kizuizi kwa tuhuma za uchapishaji wa taarifa za uongo alifariki akiwa rumande. Albert Ojwang alikamatwa kwa kuchapisha ujumbe kwenye mtandao wa X, zamani ambao ulikuwa ukiitwa Twitter, katika mji wa Homa Bay magharibi mwa Kenya, na kisha kusafirishwa kwa umbali wa kilomita 350 hadi Nairobi, kulingana na baba yake Meshaki Obio aliyewaambia waandishi wa habari. Kulingana na taarifa ya polisi, akiwa rumande, mtuhumiwa alipata majeraha kichwani baada ya kugonga kichwa chake kwenye ukuta wa selo. Polisi alisema alikimbizwa hospitali ambako alitangazwa kuwa amefariki alipowasili. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International tawi la Kenya lilisema kifo cha Ojwang ni cha kushangaza sana na kinapaswa kuchunguzwa kwa kina, kwa haraka na kwa njia huru. Ojwang ambaye alielezewa kuwa mwalimu na mwanablog alidaiwa kuwa alimtukana mtu wa cheo cha juu kupitia mtandao wa X, kulingana na taarifa aliyopewa baba yake na afisa aliyemkamata. Alipoulizwa sababu ya kukamatwa kwake, afisa mwandamizi wa polisi Stefan Okal alinukuliwa na gazeti la The Star akisema kuwa kile kilichotokea seli kinaweza kuwa ni jaribio la kujiua. Kwa sasa haijabainika wazi ni nini hasa kiliyesababisha kuwa uchapishaji wa taarifa za uongo. Hatua zilizochukuliwa. Polisi walisema maafisa waliokuwa zamu wamesimamishwa kazi ili kuruhusu tume huru ya uangalizi wa polisi kufanya uchunguzi huru na usioegemea upande wowote. Mkuu wa polisi Dulgan Kanja alizungumza kwenye mkutano na wanahabari na kusema polisi wataunga mkono uchunguzi wa hali na mali. Alifafanua kuwa Ojwang alikamatwa Ijumaa, akapelekwa Nairobi na kuwekwa kwenye kituo cha polisi Jumamosi. Kulingana naye, Ojwang alipatikana amezimia wakati wa ukaguzi wa kawaida wa selo, kisha akapelekwa hospitali ambako alikutwa ameshafariki. Alisema kukamatwa kwake kulitokana na malalamiko yaliyowasilishwa na naibu mkuu wa polisi Eliud Lagat kuhusu jina lake kuchafuliwa mtandaoni. Wito wa haki. Mwenyekiti wa IPOI Ahmed Isa Hassani alisema tume yao itafanya kila linalowezekana kuhakikisha haki inatendeka kwa familia na kwa Wakenya wote. Aliwataka maafisa wa polisi kutoingilia uchunguzi unaoendelea. Uchunguzi wa maiti postmortem ulipangwa kufanyika Jumatatu. Kifo cha Ojwang kimezua ghadhabu kubwa mtandaoni na mihito ya maandamano kudai uwajibikaji wa polisi. Mkurugenzi wa Amnesty Kenya Irungu alisema ni shangaza kwamba Ojwang hakufikishwa katika kituo cha polisi cha Homa Bay, bali alisafirishwa umbali mrefu hadi Nairobi. Alisema polisi wanahusika hawapaswi kuchafua ushahidi, na alisisitiza kwamba eneo la tukio, kituo cha polisi,
lichukuliwe kama eneo la uhalifu. Muktadha mpana. Kisa hiki kinajiri wakati ambako kuna wasiwasi unaoongezeka kuhusu namna wakosoaji wa serikali wanavyoshughulikiwa. Wiki iliyopita msanidi program Rose Njeri aliyebuni programu ya kusaidia wananchi kupiga mswada wa fedha wa serikali alifikishwa mahakamani kwa madai ya kuvunja sheria za mtandaoni. Hiyo ni mojawapo ya taarifa kutoka huko Kenya ambao mashtaka yanazidi kuendelea kati ya kituo hicho cha polisi kwa kukutwa ambaye alikuwa rumande ambaye amefariki katika kituo hicho cha polisi, na hiyo imekuwa ni mojawapo ya shida kubwa kwa msimamizi wa kituo na kufanikiwa kusimamishwa kazi na wote wale ambao walikuwa katika zamu hiyo ya kipindi hicho ambacho huyo jamaa alifariki hapo Kenya. Na hiyo imekuwa ni taharuki kubwa sana hata pia kwa wananchi wa Kenya kwa ujumla ambao wanazidi kupeleka malalamiko yao mbele ya serikali kwa kile ambacho kinazidi kuendelea. Kwa nini asiwekewe sehemu ya karibu mpaka apelekwe huko Nairobi? Amefanya kwa kosa gani mpaka afikie kufikishwa eneo kama hilo? Hiyo ni mojawapo ya mambo ambayo yanazidi kuendelea huko Kenya. Ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, mambo ni moto. Sasa Mr. Orange tuko tena kwenye mic. Uwanja wa BMP TV Online unazidi kufanya vyema kabisa na kufanya ufahamu update ambazo zinazidi kuendelea kila itwapo leo. Endelea kufuatilia page zetu Instagram, TikTok pamoja na Facebook, na hivyo utakomentisha zaidi hata pia hapa YouTube, subscribe, like pia na comment, na hivyo utakomentisha zaidi pia kwa WhatsApp. Tupo namba ziko kwenye screen yako hapo, utakuwa mwanafamilia kabisa wa BMP TV Online kila sehemu. Fuata update zetu na hivyo utakuwa mwanafamilia wa BMP. BMP TV Professional Update.